mwanzo wako au familia unayotokea au maisha ulioishi ukiwa mdogo sio muhimu kama unakokwenda na mwisho wako. Kwa hiyo you can be anything, you can be anybody. Kinachohitajika ni mazingira ambayo tunayapigania kuyasababisha kwamba kila mtu aweze kuthrive katika mazingira yatakayokuwepo. Tuangalie watu kwa content of their character na sio family wanazotoka. Sasa hili ni muhimu sana. Kwa hiyo nyie vijana wa Chadema wote kwa pamoja, nataka niwaambie kwamba mtu asikuambie wewe unatoka si familia gani, sijui ulitembea kwa miguu ulipokuwa mdogo, sijui ulikuwa unafanya kazi wapi. Mtu akuambie kwamba kuna mazingira ambayo yanakuwezesha wewe kuonesha uwezo wako na skills zako mpaka mwisho, na hayo mazingira sisi Chadema na chama chenu kitayapigania ili kama wewe una uwezo upate fursa unayostahili kupata. Na kwa maana hiyo wale vijana wa Bavicha na Chaso waliokamatwa Mbeya kwa kutishiwa ili warudi nyuma na kubambikiwa kesi za uongo, chama chetu, mimi binafsi na uongozi wa chama chetu wote tutawapigania mpaka tone letu la mwisho kuhakikisha wanatoka gerezani. Lakini cha pili, tutahakikisha wanapotoka ndani wanaendelea na masomo yao, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, kwa kuhakikisha wanalipiwa na wanasoma mpaka wamalize degree yao. Kwa hili kwangu ni muhimu sana, ili mtu asije akafikiri tutawatelekeza. Tutahakikisha pale ambapo wameonewa, si tunasimama na tunapata fursa. Na tunamwambia Samia Suluhu Hassan, fursa za kutumia mabavu ya dola dhalimu kutisha vijana, kutisha wananchi, hayakubaliki. Haikubaliki na hatutakubali. Tutakataa mpaka mwisho kwamba sisi hatuwezi kugeuzwa kuwa ng'ombe wa mtu fulani hapa nchini. Hatukuja hapa kwa mwaliko wa mtu. We were born here. Tuna fursa zote sawa na alizonazo mtoto wako Abduli, na tutazipigania kuhakikisha tunazipata. Sasa kwenye siku yenu ya vijana, nimeona kauli mbiu ya UN wanasema different context, common aspiration. Different context, common aspiration. Mazingira tofauti tofauti, lakini matamanio sawia, sio? Au matamanio yanayofanana. Aspiration yako kijana wa Bavicha, aspiration yako au matamanio yako kijana wa nchi hii wote na Watanzania wote, matamanio yetu ni kuwa na maisha mazuri. Uongo kweli? Kuwa kwenye nchi ambayo inatenda haki. Uongo kweli? Kupata elimu sawa sawa. Uongo kweli? Kupata maji sawa sawa na wanaopata watu wengine. Kupata barabara, kupata fursa sawa za ajira. Hayo ndio matamanio yetu. Mazingira yanaweza kutofautiana, lakini wewe unatamani uwe kwenye nyumba nzuri, sio? Ukizaa mtoto umzae kwenye mazingira mazuri. Uongo kweli? Unatamani ulale kwenye nyumba nzuri, au kuna mtu anatamani tofauti na hivyo vitu? Ndio aspiration zetu. UN wanaposema different context, common aspiration, wana maana kwamba wewe mazingira unayoyataka ndio sawa sawa na Abduli wa Samia Suluhu Hassan anayoyataka. Lakini kwa nini yeye aishi vizuri kuliko wewe? Tena asiishi kwa haki, anaishi kwa dhuluma vizuri kuliko wewe. Hayo mambo ndio Chadema tunataka kuyatengua. Vijana wa Chadema au vijana wa Tanzania, sitaki kuongea na nyie kwa kuwahurumia,
Nataka niwaambie nyie ni nguvu, tena nguvu kubwa kuliko nguvu nyingine yoyote kwenye nchi hii. Nyie ni nguvu inayoweza kusababisha mabadiliko katika nchi hii. Kwa lazima mjue, hatutapewa mabadiliko kwa kupigia watu magoti na kuwabembeleza. Tutapewa mabadiliko pale ambapo watakapoona tukiendelea na mchezo huu wote tutakuwa kwenye hatari. Hapo watajua tunaingia kwenye hatari, turekebike. Lakini ukifikiri kwamba watu ambao wamechomeka mlija kwenye dhahabu wanauza nchi hii kushoto na kulia, kwamba watakuhurumia, watu ambao wanaweza kuagiza kuua maelfu ya watu ili wajitangaze kuwa viongozi, huku wakijua kwamba hawajachaguliwa, na wanasimama wanasema sisi tumechaguliwa kwa 97%. Huyo mtu hana aibu, hawezi kukuhurumia. Lazima mfike sehemu muweke uoga pembeni, na yeye ajue Watanzania wamekataa kuogopa. Akilijua hilo atajirekebisha. Kwa mimi nimekuja kwenu niwaambie, kwa takwimu za nchi hii, vijana tulionao kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35 ni 34%. Nyie ni wengi kuliko kundi lingine lolote katika nchi. Na hao ndio vijana wanaoteseka. Na kuna watu wanaweza kusema si vijana hawataka kufanya kazi. Nchi hii iko hivi. Vijana wa nchi hii wana elimu. Uongo kweli? Kijana ana elimu. Kijana ana nguvu. Kijana ana simu. Kijana ana ubunifu. Kijana ana hamu ya kufanya kazi. Lakini huyu kijana hana mtaji. Sasa una elimu, una nguvu, una ubunifu, una nia ya kufanya kazi, huna mtaji. Hiyo kazi unaifanyaje? Mnanielewa vizuri nyie vijana? Kijana ana nguvu, ana akili, ana ubunifu, analima mazao, hana uhakika wa soko. Mwaka huu vitunguu vimeshika. Kijana anachukua kamtaji, anamwambia baba yake tuuze kitu fulani, nilime vitunguu. Huo mwaka anaolima vitunguu, jua linawaka, ameweka hela chini, amenunua mbegu, vitunguu vinaharibika. Nani ana wajibu wa kuhakikisha kwamba huyu kijana vitunguu vyake haviharibiki? Ni serikali ambayo ilipaswa kukuletea wewe maji ya kumwagilia, kwa sababu sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji duniani. Inakuwaje mtu aliyeko Israeli jangwani analima kwa uhakika kuliko mtu aliyeko Tanzania, eneo lenye ziwa Victoria, ziwa la pili kwa ukubwa Afrika nzima, na ziwa Tanganyika ambalo lina kina kirefu kuliko maziwa yote Afrika nzima, la pili duniani? Inakuwaje mtu aliyeko jangwani au Misri ana uhakika wa kulima na akavuna kuliko mtu aliyeko Mwanza ambapo anarusha jiwe linadondoka ziwa? Alafu mtu anakuambia vijana wa nchi hii ni wazembe. Hayo ni matusi kwenu, na hampaswi kukubaliana na upumbavu huo. Tukisema haya wanasema Heche ni mchochezi. Huo ni uchochezi huo? Kijana ana nguvu, kijana ana akili, kijana ana bidii ya kufanya kazi, analima vitunguu. Mwaka huu debe shilingi 50,000, mwaka unaokuja debe shilingi 5,000. Kwenye nchi ambazo zina viongozi wanaolinda wakulima wao, wanahakikisha wamekupa subsidy ili wewe usiingie kwenye matatizo, ulinde mtaji wako ili uzalishe mwakani, kwa sababu wewe ni mlipa kodi. Lakini nchi hii ukimaliza kununua mbegu, ukinunua mbolea, ukinunua kila kitu ambacho kina kodi za serikali,
ukienda kupata hasara, hiyo ni ya kwako wewe, mtaji wako umekufa. Kwa hiyo serikali yenyewe ya kijinga imekosa mlipa kodi ambaye ingemlinda mwaka huu, mwakani angepata bei, angekuwa mlipa kodi endelevu. Tuko pamoja? Haya, kijana na nguvu, kijana na akili, kijana na ubunifu. Kodi za nchi zinatuambiaje kuhusu watu ambao wanaanzisha biashara? Unakwenda kuchukua kodi kwa kijana wa Kitanzania ambaye anauza socks kama machinga, alafu wewe huyo unaisamehe kodi kampuni kubwa ya madini inayoitwa Barrick Gold Mine, kwamba yenyewe hailipi kodi kwenye mafuta yote inayoingiza. Alafu unamwambia mtu wako ni mzembe kwenye kufanya kazi. Tuna uongozi, tuna vichaa kwenye madaraka ya nchi. Unanielewa vizuri? Tukidai haya, hatumuonei mtu yoyote, hatumchukii mtu yoyote. Tunadai mambo ambayo ni halali kwetu, tunadai mambo ambayo ni haki kwetu. Tatizo la nchi yetu ni tatizo la uongozi ambao hautokani na wananchi. Nimemsikiliza sana ndugu yangu Halifa alipokuwa anaendesha mjadala hapa, ameuliza mambo ya msingi sana. Hivi kama una serikali inaenda kuwa formed bungeni, ndiko wanakotoka mawaziri, sio? Serikali inaundwa baada ya rais kuchaguliwa, serikali inaundwa kwenye bunge ambalo limetokana na rushwa. Mtu ili apite kura za maoni za CCM, kila mtu atakwambia ametumia mamilioni ya fedha kununua wajumbe. Ni uongo, ni kweli? Sasa una mbunge ambaye ametumia rushwa kwenda bungeni, huyo mbunge anaenda anachaguliwa kuwa waziri, alafu huyo waziri ndio aje kusimamia serikali ipige vita rushwa. Nyie wa Tanzania na vijana wa Chadema, mnanielewa ninachosema? Haya, una serikali ambayo rais wake hafuati sheria, sio sheria tu za nchi, katiba ya chama chao, mkutano mkuu wa CCM uliompitisha, sio mkutano mkuu wa kiuchaguzi, ilichenjiwa gia angani. Alafu huyu rais amekuwa rais, amepata mandate ya kwenda kuchagua jaji unayetegemea akupe haki wewe ya kwenye sheria. Kwa hiyo una bunge ambalo limetokana na rushwa, sababu tuna mihimili mingapi? Kwa hiyo serikali inatengenezwa ambayo genesis yake ni rushwa. Unakuja kwenye mahakama ambayo inachaguliwa na watu waliotengenezwa kwa rushwa. Sasa hapo tuna muhimili gani wa kututetea sisi wananchi? Mnanielewa vizuri? Tunarudi pale anaposema UN common nini? Different context, common aspiration. Ndio maana kwenye context za wenzetu aspirations za vijana zinatimia. Kwenye context ya wararushwa, kwenye context ya serikali isiyotokana na wananchi, kwenye context ya serikali ambayo haijali umma, kwenye context ya serikali ambayo bunge lake haliwezi kuwasemea wananchi, aspirations zenu hazitakaa zikatimia. Kwa sababu ukizalisha mazao, huna hata barabara ya kuyafikisha kwenye soko. Umezalisha nyanya ni perishable, zinahitaji zifike sokoni within 24 hours. Unatoka Kiroro kufika Dar es Salaam, mashimo, roli linapiga shimo, nyanya zako zote zinamwagika. Alafu sisi kwa sababu ni Watanzania
Tuna misemo ya kijinga, ajali haina kinga. Ni mipango ya Mungu. Kwa Mungu ndio amewaambia nyie mjenge barabara mbovu zenye mashimo, gari igonge pale, tairi ipasuke, ianguke. Huyo ni Mungu amesababisha hiyo? Hiyo ni mipango ya Mungu hiyo? Mungu jua mwaka huu limewaka zaidi, mazao yangu yameharibika. Mungu ndiye ameamua. Mungu aliyekupa maji, akakupa akili, tena amewaweka watu wengine jangwani, akawapa maji ya bahari. Unaenda leo Saudi Arabia, hawana mto hata mmoja. Wanachukua maji baharini, wanafanya desalination, wanaondoa chumvi, na hakuna mtu anayekosa maji. Saudi Arabia wanalima ngano. Mwaka jana, miongoni mwa manunuzi ya ngano yaliyokuja Tanzania, tuliagiza Ukraine, tuliagiza Saudi Arabia na tuliagiza Russia. Saudi Arabia jangwani. Alafu unasema Mungu ndiye ameamua. Huyo ni Mungu au ni akili yako ya matope? Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Tunaangamizwa na watu ambao wako madarakani, ambao hawana nini? Hawana maarifa. Tukisema haya, hao watu wanatutukana. Tumemtukana nani? Tunasema tu nyie hamuwezi, pisheni nchi yetu, waingie watu wengine na wao waongoze, wananchi waamue nani akae hapa atuongoze. Nyie badala ya kusikiliza wananchi, mnakamata kiongozi wetu ambaye wananchi wanataka ndio aongoze nchi hii, mnamweka ndani, mnatishia watu. Sisi wengine tumekataa kuogopa, tumekataa kupiga magoti. Nyie vijana wa Chadema na vijana wa Tanzania, hamtakiwi kuwa watazamaji kwenye nchi, kwenye uchumi wa nchi. Mnataka kuwa washiriki, mnatakiwa kuwa washiriki. Na hamwezi kushiriki kama mna serikali ambayo inaogopa TikTok, inaogopa Twitter, inaogopa Facebook, inaogopa Instagram. Serikali ambayo ina kodi mamruki. Kama nyie mnaweza kutoka kwenye mikoa mbalimbali wenyewe kwa gharama zenu, mkaja hapa, hiyo ni level ya juu sana ya commitment. Mmefikia kiwango cha hali ya juu sana cha commitment. Mnatakiwa kuvuka kidogo. Tafuta maarifa kwa bidii, ondoa uoga. Hakuna mtu atapaa kwenda mbinguni, wote watakufa. Hata Magufuli aliondoka duniani hapa. Kwa hiyo usitishwe na mtu kwamba wewe utakufa tu. Kwa hiyo nani ataondoka hapa bila kufa? Sana sana watakuwa wamekutanguliza, lakini wao wataondoka. Na watu watakao kuja watawahoji, kwa nini mlifanya hivi? Wasipowahoji wao, watahoji watoto wao. Na hao watoto pesa wanazoiba wanaficha ili watoto wao waje wale, hawatazira kwa raha. Haki ya Mungu nawaambieni, watazira wanakimbia kimbia. Angalia watoto wa Muammar Gaddafi. Angalia watoto wa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alifungua vituo vya oil Libya, Afrika nzima. Hata ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao, mchungaji Msigu anakumbuka, Bahari Beach, ilikuwa ni hoteli yao ya consortium ya Muammar Gaddafi. Wamekufa familia nzima, hata hakuna mtu wa kuisimamia. Kwa hiyo iling'ang'aniwa tu, sijui nani ameiwahi pale, imekuwa yake, sijui ni ya serikali, sijui ya nani. Kwa ukitendea watu ubaya, unaiba pesa za nchi yetu ili ulimbikizie familia yako ije ishi kwa raha, haitaishi kwa raha, haitaishi kwa raha. Kwa ndugu zangu, tunatakiwa wote tuwe washiriki wa kujenga uchumi wa nchi hii na kunufaika nao. Lakini hatuwezi kwenda kwenye nchi ambayo unafikiri utashiriki uchumi wa nchi hii kwa viongozi wa aina hii. Tunazo fursa kwenye kilimo, tunazo fursa kwenye madini, tunazo fursa kwenye nini? Kwenye viwanda. It's true. Tunazo fursa kwenye misitu, kwenye utalii. Lakini nani wa kucreate hizo fursa kwetu? Kwa sababu hivi inakuaje mtu anakuambia nchi hii mtu anakosa ajira? Hii nchi ilipaswa kuwa kimbilio la watu kuja kutafuta ajira.
Yaani kwa population tulionayo nchi bado hatuna watu wa kufanya kazi. Mimi nawaambieni na nawapa mfano. Siku tumeenda kwa huyu bwana kule kusini, bwana Bere, nikawa nasoma takwimu za korosho, na leo nimejipitia kujikumbusha kidogo. Korosho mwaka 2025 ambao ni mwaka jana, tulizalisha korosho tani 300 na kitu mpaka tani 400 ambazo zilizalishwa Tanzania. Kwenye hizo korosho iliyobanguliwa Tanzania, yani kutolewa kwenye yale madude na kuwa packed na nini, ni 15% mpaka 20% ya korosho. Kwa kama tani 20,000 hivi au 30 ndio zilibanguliwa Tanzania. Sasa korosho yote tuuza korosho ghafi tumeuza kwa dola za Kimarekani ambazo zimetuletea kama shilingi ngapi? Zimeingizia nchi kama bilioni 520 na kitu hivi. Na ukichanganya na zile zilizobanguliwa tumepata kama trilioni 1.5. Mwaka 1970 nchi ya Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho Tanzania. 1970 Vietnam, sisi wakati tunazalisha tani 500, tani 400 na kitu, Vietnam inazalisha chini ya tani 250,000. Lakini korosho zote zinazolimwa huku, zinazolimwa Ivory Coast, zinasafirishwa kwenda kubanguliwa Vietnam. Sasa Vietnam ina korosho zake tani 250,000. Mwaka jana wamebangua tani 760. Nyingine zimetoka Tanzania, nyingine Ivory Coast na nini, zimeenda kama korosho ghafi. Kwenye hiyo tani 760 wamezalisha kuna viwanda 1000 kwenye hiyo chain: usafirishaji, ubanguaji, kutengeneza ile cashew nut oil, kutengeneza cashew nut juice, wanatengeneza mpaka mafuta kutokana na yale mabibo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye huo mnyororo wa korosho ambao sisi tumepata trilioni 1.4, wao wamepata trilioni 14. Si kama mnanielewa? Ninafikiri hamuelewi vizuri. Hivi mnaelewa sawa sawa wanachokizungumza? Sasa kama zao la korosho tu limewapatia Vietnam trilioni 14, budget ya nchi hii ni trilioni 62 ambazo ni tentative. Msigu anajua tulikuwa tunaita makadirio ya mapato na matumizi, sio actual budget. Yaani tunakadiria kwamba mwaka huu tulikusanya kwenye mpunga shilingi milioni 400, mwakani inawezekana ikawa 500. Kwa serikali inasema mwaka huu utakusanya 500. Nyanya tulikusanya shilingi milioni 100, mwakani tutakusanya 200 sababu wakulima wataongezeka. Bodaboda mwaka huu walikuwa wanaendesha watu milioni 1, mwakani watakuwa wamemaliza chuo wataendesha milioni 2. Kwa hiyo hapa tutadabo. Ndio budget ya Tanzania. Kwa hiyo inakadiriwa. Ikitokea ule mpunga waliokadiria kwamba watapata milioni 200, mvua haijanyesha, tayari budget imeshayumba hapa. Hivi je, mnanielewa vizuri? Haya, wanasema mwaka huu watalii watakuja, mwaka jana walikuja 250,000, mwaka huu watakuja 300,000. Ikitokea COVID-19 nchi haziruhusi kusafiri, tayari budget imeshayumba. Sasa wewe una budget ya trilioni 62 ambayo sio actual budget. Ndio maana leo mtu mmoja niambie, anayetoka Mwanza si wapi, aniambie mradi mmoja wa serikali anaouona unaendelea. Hakuna mradi unaoendelea, sio maji, sio ni halmashauri. Watu wanaenda wanakaa na bwana the Chanzo mzee wa Chanzo. Hebu fuatilia halmashauri zetu function yake kwa sasa. Unajua tuna tatizo kubwa la media na nchi. Hebu fuatilia ni halmashauri gani na mradi kwenye nchi unaoendelea. Nchi nzima watu wanalipwa mishahara, wanaenda wanarudi nyumbani.
No money. Hakuna fedha. Uongo kweli? Na nilimsikia juzi Kitila Mkumbo anasema sisi tunajinini? Tunajitosheleza, hatutegemei sui nini. Sasa hata kwa akili ya kawaida Bwana Kitila Mkumbo, mapato ya TRA mnayosema, mnasema mnakusanya trilioni 3 kwa mwezi, na sijui kama ni uhakika. Sasa trilioni 3 mara 12 ni ngapi? Si 36. Ukipata na hicho wanachoitwa magawio, ambayo nani amezungumza hapa kuhusu sui nini, mashirika ya umma, hizo zinaitwa makusanyo yasiokuwa, ambayo sio ya kikodi, makusanyo yasiokuwa ya kikodi. Mimi nilikuwa na msibu wa bungeni, anajua wanasema wanakusanya 75%, makusanyo yasiokuwa ya kikodi na makusanyo ya kodi. Sasa hizo nyingine unatoa wapi Kitila Mkumbo kama sio wazungu wanaokupa? Ndio maana nchi hii kwa miaka Samia ameingia 2021, sio? Kwa miaka yake mpaka leo amekopa trilioni 59. Marais wote tangu Nyerere mpaka yeye trilioni 54. Ziko wapi hizo pesa? KSGR pale Magufuli alipoiachia hapa Dodoma ndio iko hapo hapo. Na juzi nimeona ameenda kuzindua nyingine kutoka Tabora. Tabora wapi? Kutoka Tabora kwenda Kigoma. Sasa unajiuliza, yaani wewe unatoka hapa unaenda kuzindua treni eti ujenzi wa reli kutoka Tabora kwenda Kigoma, wakati hiyo reli ya kutoka hapa Dodoma iende mpaka Tabora haipo. Sasa hii itaunganishwa na nini? Nikisema haya, tukisema haya eti wanatafuta mamruki, wanawapa fedha si na watu wajinga watutukane, si eti wanajiandaa eti watuletee fujo kwenye chama. Hiki chama kishavuka level ya kuletewa fujo na mtu hiki, na hakuna wa kukitisha. Sasa vijana, kama nyie mna korosho zingeweza kuwazalishia zaidi ya trilioni 20, hebu jiulize, kama hizi korosho zingebanguliwa ndani ya nchi, zikazalishwa ndani ya nchi, hivyo viwanda tu hivyo vya Vietnam vimeajiri zaidi ya watu 1,000,000. Hiyo chain ya korosho. Tanzania hii tangu uhuru mpaka leo, serikali ya CCM, watu walioajiriwa serikalini, nimemwona mwalimu wangu Gratian Mkoba, si yuko hapa, watu walioajiriwa serikalini, takwimu za serikali, jeshi, si polisi, si nini, watu 520,000 uhuru mpaka sasa hivi. Wakati korosho tu Vietnam inaajiri watu 1,000,000. Yaani hao ni kwenye viwanda, kwenye nini. Hiyo ni korosho ambayo tunayo. Fikiria hiyo ingetuajiria watu hapa. Lakini vile vile hiyo korosho, hizo fedha zingeingia kwenye serikali. Kwa hiyo serikali hii leo haiwezi kuajiri walimu. Kwa nini? Sio kwa sababu shule zina walimu wa kutosha. Ni kwa sababu watakwambia hatuna budget. Sasa wangepata hizo fedha, maana yake wangeajiri tena walimu. Wangepata hizo fedha, tunaenda kwenye zahanati hazina madaktari, hazina manesi, hazina watu wa maabara, wangeajiri manesi. Kuna vituo vya polisi vinatakiwa huko maeneo mbalimbali, hatuna vituo vya polisi. Tungeongeza polisi, tungeongeza jeshi, sio kama mnanielewa. Maana yake serikali ingepata mapato zaidi, ingeajiri watu zaidi. Sasa hiyo ni nchi yenye shida ya ajira au yenye shida ya akili ya viongozi? Na nielewa vizuri nyie, shida sio ajira, shida ni nani anaongoza watu kwenda kwenye ajira. Kama una akili
ya kufuga kuku, unapewa kuendesha ndege, huwezi. Hapo nimeonyesha kwenye nini, kwenye korosho. Zao moja, magunia ambayo yanabeba hiyo korosho. Mwalimu Nyerere amejenga viwanda. Tulikuwa hapa tunasoma kilimo cha mkonge Tanga, na kule ule mgodi STAMICO ndio walikuwa wenye lile eneo. Kama serikali ina akili na inawapenda watu wake, you don't just give this kind of potential kwa watu wa nje. You can mine yourself. Tumeona kuna Watanzania wanaweza kumaini hapa. Hata kama hawezi, Mtanzania ambaye yuko humu ukiwaunganisha, ukawapa fedha, wakaunganisha nguvu, wanachimba pale. Au kama STAMICO inaingia mkataba na watu, usiingie mkataba wa kutuambia sijui free carried interest, takataka zile alizokuwa najadili Kabudi ametoa macho hajai kuuza hata nyanya. Uongo mtupu. Wewe unajifanya kwamba unapewa free carried interest 16%. Wakati huo wewe hauko kwenye bodi ya uendeshaji. Wao ndio wanaajiri, wao ndio wananunua vifaa. It's just very simple. Wao wanachofanya, wakienda kununua grader kule nje, wanatengeneza kampuni yao ya kule nje, wananunua grader kwao. Kwa sababu wewe unasubiri faida, huna mtaji uliowekeza pale. Wanasema hii maiki kama tumenunua shilingi 200,000, wao wanasema milioni 1. Madawa kama tumenunua kiasi fulani, watasema milioni 20. Alafu wanakuja, uzalishaji tumepata bilioni 10. Matumizi tulinunua grader bilioni 2, tulinunua matairi bilioni 3, tulinunua shilingi ngapi bilioni, matumizi bilioni 12. Kwa hiyo tumepata hasara na wote tunadaiwa. Kwa hiyo na wewe unaingia kwenye deni. Tukiwa bungeni tukawaambia hauwezi kupata faida kwenye biashara ya madini kwa ujinga huo. Unachofanya ni nini? Fungua viwanda vya vitu unavyoweza kwenye nchi yako. Moja, viatu, zile safety boots. Tunashindwa kutengeneza safety boots hapa. Hapo Mwalimu alikuwa na viwanda vya bata, si bora, si tunatengeneza viatu Tanzania hapo. Uongo kweli? Hawa wanajeshi, hawa mna jeshi lenu. Jeshi duniani ndio chombo cha creativity. Mnawaacha wanajeshi tu wanakuwa na vibanda. Wapi kiwanda cha kutengeneza viatu? Tengeneza viatu, boots. Alafu haya makampuni makubwa ya kizungu mnawaambia kama unakuja kuwekeza kwangu, safety boots zote utanunua ndani ya nchi yako. Wapi mtaji watu? Kwa hiyo huyu mtu atalazimika kununua viatu kwako. Ile hela ambayo inatoka hapa inaingia ndani ya nchi yako. Hicho kiwanda kinachotengeneza hizo buti zitaajiri watu wako. Kwa hiyo utapata kodi kwenye kiwanda, lakini cha pili utapata kodi kwa wale wafanyakazi wa hicho kiwanda, pay as you earn. Hivi nyewe mnanielewa vizuri? Haya, unaagiza nati, unaagiza bolti, unaagiza misumari kutoka China, unaagiza reflectors. Hivyo vile vidude wanavyovaa boda boda, kofia ngumu unaagiza kutoka China. Alafu unaambia watu ajira hakuna, ajira ni ngumu. Waziri anasimama bungeni, unajua vijana tengenezeni ajira. Ndio maana nikamwambia Kabudi, wewe kama unataka vijana wakaajiriwe, anza wewe. Wewe si profesa, umeshindwa nini wewe umekimbia kuja bungeni kuomba ajira kwa wananchi? Anza wewe, jiajiri kwanza wewe. Fungua duka, kibanda, tuone kwamba Kabudi mfano mzuri huu hapa, anauza kibanda na anapata faida. Sasa mgodi kama ule wa Nyanzaga wanakabidhiwa wazungu pale, watachimba, wataondoka, Mwanza itabaki vile vile, hakuna maji, hakuna chochote, na sisi hatutapata ajira. Mnaambiwa aliyeko juu ngoje wapi? Mtangoje milele na mtakufa bila, kama alivyosema Profesa J, takufa bila kelele. Haiwezekani.
Nchi hii ina matatizo 90% ya kutengeneza. 90% matatizo ya vijana, matatizo ya uongozi, matatizo ni ya kutengeneza. Bila shaka tumeambiwa hapa kijana huyo amepata ajali. Ajali nyingi kwenye nchi hii zinatokana na barabara mbovu. Hizo sio barabara, ni takataka, mashimo kila kona, hazina upana wa kutosha. Haya, bandari hii hapa wamekabidhiwa Waarabu. Kuku mmoja anayetaga mayai ya dhahabu unayemfahamu ni bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu una bandari Dar es Salaam, kuacha alizozitaja mzee zote, ambayo inachukua mzigo wa Kongo, inachukua mzigo wa Zambia, inachukua mzigo wa Malawi, ipo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha hakuna usumbufu kwenye huo mzigo. Kwanza unawatengenezea watu barabara ya uhakika. Mzigo anajua ukiwa unatoka Mexico kuja Marekani, wametengeneza mabarabara ambayo maroli yanapita yenyewe huko, hayaingiliani na magari yoyote. Kwa hiyo ungetengeneza barabara kutoka bandarini Dar es Salaam ambayo magari yakiingia mle, au basi kama uwezi. Magufuli alianza kujenga Kwara, bandari ya nchi kavu ya Kwara, kwamba mzigo wote utoke Dar es Salaam uje kuchukuliwa Kwara pale. Unabebwa kutoka bandarini unapelekwa Kwara. Na pale Kwara Magufuli alichofanya Mwalimu Nyerere, ameweka eneo la Zambia, eneo la Kongo, eneo la Burundi, eneo la nchi zote zinazotegemea. Kwa hiyo makontena yote ya Burundi yakija, kuna eneo lao specific, na kuna mtu wa TRA na kuna kila kitu. Maeneo ya Zambia, maeneo ya Burundi. Ameondoka Magufuli, imerudi mjini. Watu wamechukua ule mji, wameugeuza karibia wote ni ICDs. ICDs ni yale maeneo ya kupaki nini? Mizigo. Nchi na matatizo hii hujawahi kuona. Moja, imesababisha congestion ya hali ya juu sana Dar es Salaam. Magari hayaendi, barabara zinaharibika. Mbili, wanafanya usumbufu wa hali ya juu sana kwa wateja. Unakuta mtu ana makontena 10 ni Mkongo, na mwingine ana makontena 10 ni Mburundi, mwingine ana makontena 5 ni mtu wa Rwanda. Kontena moja la Rwanda linapelekwa ICD iko Mbagara, kontena lingine linaletwa Posta, kontena la 3 liko Vingunguti. Kwa hiyo huo usumbufu wenyewe wa kutafuta kontena langu liko Vingunguti, lingine liko si wapi, anakuta ameingia kwenye kitu kinaitwa storage fee, kwa anaanza kuchajiwa mara mbili. Sasa watu walikuwa wanakuja hapa kwa sababu hawana option. Sasa hivi wazungu wa Marekani wameungana na Wanyurubi yule, wanajenga bandari kutoka Robito mpaka Kongo. Mzigo utashushwa within 60 hours. Mzigo utakuwa umetoka bandarini uko Kongo. Nani atakuja kukaa hapa siku 24 mzigo wake anausubiri ndio uende? Kwa hiyo this bandari is going to undergo a natural death tusipochukua hatua. Na hiyo bandari kifa, tumeisha. Matatizo yanakuja tunayaona hivi. Vyombo vya habari vya Tanzania vinaandika upumbavu. Vijana wa Tanzania mnaambiwa mpira wenyewe hautumiki kuendeleza vipaji. Mpira unatumika kuwachoma sindano ya usingizi. Baada ya kujadili mambo ya maana, mjadili mpira, mjadili sui wasanii. Ndio maana juzi wameanzisha sui miaka 30, sio kwamba wanawapenda wale wasanii. Sasa hivi vita yetu ni kuhakikisha tunatoa hawa watu, tunaweka watu wanaoweza kujenga uchumi wa nchi. Tupeni nchi miaka 2 tu tuibadilishe. Inawezekana. Na mwisho, nchi ni ya kwetu, na vijana mna wajibu na jukumu na kuhakikisha tunapata katiba mpya, na mwenyekiti wetu anatoka ndani. Katiba hii hapa ni tatizo kubwa kwenye nchi. Ni katiba ambayo ukisoma ibara ya 13 inasema kila mtu ana haki sawa mbele ya sheria.
ibara ya 46 inasema rais hashtakiwi popote. Kwa hiyo huyo rais sio Mungu, sio binadamu, sio. Kwa sababu kama imesema binadamu wote wana haki mbele ya sheria, au kuna kifungu kinasema rais yeye hashtakiwi, sasa huyo sio binadamu. I think waliokuwa naandika walifikiria hivyo, si ndio? Kwamba rais ni Mungu fulani au malaika yuko katikati hapa ya binadamu na Mungu, sio? Huyo rais wa nchi hii ana mamlaka ya ajabu. Ndio maana tukimgusa hata jina watu wanatetemeka, tunachukiwa, tunawindwa, tunatukanwa, wanapanga, wanaplot vitu vibaya dhidi yetu, kwa sababu rais hajioni kama binadamu. Tulipoenda Ikulu mwaka 2021 nilipewa nafasi ya kusema neno mle. Nikasema jambo ambalo lilikuwa wima tu, kwamba kuna mambo haya yametokea, hili na hili na hili. Tulipokuwa tunakula chakula pale nje, mtu mmoja ambaye kwa sasa sitamtaja, mtumishi wa Ikulu, akasema, unajua rais huwa haambiwi hivyo. Rais unajua huwa anaambiwa ikikupendeza mheshimiwa rais, ukiona inafaa. Kutoka ndani mtu anajengewa mazingira ya kuamini kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo ukweli wa Mungu akikusikia kama mimi namsema hivi, anaona ni utovu wa nidhamu hali ya juu sana namfanyia. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba mimi binafsi sina tatizo binafsi na Samia Suluhu Hassan, sina ugomvi naye as a person. Nina ugomvi na utaratibu na uendeshaji anaofanya wa nchi yetu. Hapo ndo nina shida naye mimi. Nina ugomvi na wizi wa uchaguzi. Mimi sina shida na Samia as a person. She may be a good person kwenye mambo mengine, lakini kwenye kusimamia wizi wa uchaguzi na kujaribu kumbambikia mwenyekiti wetu kesi ambaye anajua kwa ukweli wa Mungu kwamba Lissu sio mhaini, anajua hivyo, unamshikilia mwaka mmoja gerezani. Mimi na Msigwa tumekaa gerezani. It's not a good press. Kwa uongo unamuumiza, unaharibu familia yake, unakamata watoto wadogo wa chuo kikuu ambao ni kama watoto wako, unajua kabisa hawana kosa lao eti likuwa Chadema, unawapa kesi ya ugaidi. Unachukua mtu kama, unaruhusu mtu kama Polepole anachukuliwa, hufikirii mama yake, hufikirii kama na mtoto. Unaruhusu Mdude Nyagali anapotezwa. Unajenga chuki ambayo haiishi leo. Alafu sisi tunaosema tunaambiwa tunajenga chuki. Hivi mama yake Polepole anahitaji mimi nimjengee chuki, au wewe umeshamjengea chuki ya kutosha? Mke wa Mdude Nyagali au mtoto wake? Au kiniumiza mimi, unafikiri ndugu zangu watakupenda? Wanaweza wakakosa fursa ya kukushughulikia leo, lakini kesho na kesho kutwa wakipata mtoto wako, I can assure you watamshughulikia. Na kuambia, tunaposema tuepushe hii chuki, tunaposema rudi, tambua kwamba umepotea njia, rudi nyuma, mwachie Lissu, mwachie watu wetu, omba msamaha, ita watu waje wasuluhishe ya mambo yaishe. Kabla hajaenda pabaya, unatuambia sisi ni wabaya. Wale praise and worship timu yao inayokuambia wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, unawaamini. Kesho utakuwa huko madarakani, watoto wako na watakuwa na madaraka. Siku hiyo utasema ningejua, ningesikiliza wale. Mungu awabariki sana.